wewe. Hizi roho zetu hazistahili kuzalilika hivyo. Ina maana twende tukaikomboe nchi tarehe 25 ili turudi tukafukue miili yetu ya ndugu zetu, tukatafute namna njema ya kuistiri. Wale ni wapambanaji, wale ni mashujaa ambao leo wamelala pale. Umeona wewe, ukikataa kutoka maana yake unawaacha wale watu kwamba wamekufa potelea mbali. Ile ni mizoga. Iko kitu sio. Wale tulikuwa tarehe 29 tulikuwa nao pamoja, wengine tulikuwa kukutana barabarani, hati mbaya wenzetu ya story tukawa marafiki kwa baba. Umeona bila kusherehekea ushindi ambao tutakwenda kuchukua tarehe 25, lazima turudi na ushindi kuambia ndugu zetu tuokutana nao pale kwamba nyinyi ndugu zetu mlichopigania sisi tukimalizia ushindi ndio huu hapa. Ndugu yangu, lazima tutoke wote kwa pamoja, lazima tutoke wote kwa pamoja. Mimi nawaambia kauli yangu hii hapa, mimi nitatoka. Hata nyinyi wote mkiamua kulala, mimi nitatoka. Naumia, sio kwamba naumia nataka Samia nipe hela, hasha, sihitaji hata shilingi yake. Sio naumia nataka serikali ya CCM nipe kazi, la hasha, sihitaji hata kazi kutoka kwa serikali ya CCM. Sihitaji chochote katika serikali ya CCM. Nahitaji wa Tanzania na Tanzania yetu kuwe na haki. Nahitaji mali za Tanzania zigawanyike, simkute kila mtu. Wamama wa Kitanzania wanaoteseka kwa umaskini leo hii wana haki ya kufurahia mali, uchumi na vitu vyote mali asili za Tanzania, wana haki yao. Hiko kitu ndio kinanifanya mimi nitoke. Watanzania wana haki ya kuishi, lakini leo hii Samia anawanyima haki ya kuishi, anawateka, anawapiga risasi. Amejaribu kumuua Sativa, amefunga sauti ya kina Mdude, amefunga sauti hata ya kina Polepole, amewafunga sauti kina Gwajima. Leo hii wanakimbia nao, wameacha kufanya shughuli zao za uinjilisti. Samia huyu ni mtu mbaya. Kwa hiyo sisi tunakwenda kurudisha heshima ya Watanzania, tunakwenda kuwaruhusu Watanzania wapate sauti, wawe na haki, wafurahie katika nchi yao. Mali asili zilizokuwa katika ardhi ya Tanzania zinamhusu kila Mtanzania. Ndiyo hicho kitu kinachoenda kufanya sisi tutoke leo hii tukapambanie mali za Watanzania zirudi kwa Watanzania, wanufaike nao. Watanzania hawana nchi nyingine, hawana mali nyingine zaidi ya mali hizi zilizokuwa kwenye Tanzania. Hii uranium wanaosema ipo katika Tanzania inatakiwa inufaishe Watanzania. Isimnufaishe Mwigulu, isimnufaishe Samia na Abduli, isimnufaishe familia chache. Inatakiwa zinufaishe kila mmoja katika nchi hii. Ndiyo sababu inatufanya tutoke ndugu zangu, twende tukalikomboe taifa. Acheni ubinafsi. Roho yako si kitu. Hata ukifa kwenye mapambano, nikifa kwenye mapambano mimi si kitu. Hakuna kitu kitakachopotea katika Tanzania. Watasema tu mpambanaji limepotea, lakini wapambanaji watakao kuja nyuma ni wengi zaidi. Hizi sauti wanazisikiliza wadogo zetu, wanazisikiliza anko zetu, wanasikiliza watoto zetu. Basi mimi na wewe leo hii tukifa, sio mwisho kabisa wa mapambano. Mimi na wewe tukifa, tutaendelea, vizazi na vizazi vitaendelea kufanya harakati za kuikomboa taifa hili. Umeona? Kwa hiyo toka ukiwa na lengo la ukombozi wa taifa hili. Bahati mbaya ukifa katika harakati za ukombozi, basi watakaobaki wataendelea kuimba wimbo wa ukombozi. Tunataka Tanzania huru, tunataka Tanzania yenye haki, tunataka kila kitu kilichokuwa katika ardhi ya nchi yetu kimnufaisha kila mmoja wetu. Ndugu yangu, naomba tutoke kwa pamoja. Nakwambia mimi nitatoka, wewe usipotoka mimi nitatoka. Kwa hiyo nikitoka peke yangu, jua kwamba wewe utakuwa umeshiriki kuniua, wewe utakuwa umeniua mimi ambaye tuliambiana tunatoka kwa pamoja. Lakini mimi nikatoka, wewe ukarudi nyuma, ili maaskari wenye risasi, maaskari wenye bunduki, wenye vifaru waniue mimi. Wewe ndio utakuwa namba moja ambaye umeniua, kwa kuwa katika mipango hii ya kutoka sikupanga na askari yote. Nilipanga na wewe mpambanaji mwenzangu, nilipanga na wewe shujaa mwenzangu, tutoke wote pamoja. Lakini usipotoka, manake wewe utakuwa umeshirikiana na wale waovu kuniua mimi. Ndugu zangu, na mimi nina familia, na mimi familia yangu inanipenda, na mimi nina ndoto. Lakini vyote hivi nimeviacha nyuma na kwenda mbele kwa ajili ya taifa langu. Hivyo na wewe weka naziri kwamba utasonga mbele kwa taifa lako mpaka ulikomboe. Aluta continua. Usipotoka umeniua. Sauti yangu inasikika hapa, itaendelea kusikika endapo wewe ukutoka. Mimi nikitoka peke yangu, itakurudia katika nafsi yako kila siku hadi mwisho wako wa kuishi katika ardhi hii, kwamba haukutoka, umefanya mimi nife. Ndugu yangu, tutoke pamoja, mapambano yaendelee. Asanteni sana wapambanaji, asanteni sana wanajeshi. Kwa pamoja na nyinyi, tupo wengi. Mimi nafahamu kwangu wao wangapi, lakini kuna wengine pia wamekuja wengi ambao hawajasema hapa. Ni wengi kama msafiri, wengi. Kama nilivyowaambia, kuna mwingine katoka toka Bukoba kaja kuongeza nguvu da. Hebu fikiria huo uzalendo. Fikiria uzalendo wa design hiyo. Mtu alitoka Bukoba kuja kuongeza nguvu da. Afu mtu anafika da hapa, watu damu na lala, mnasema tu tumetoka, tupo sehemu fulani, nipo na wenzangu kibao hapa. Tuma basi video kimya. Leo iwe ni vitendo kwenda mbele. Upo eneo la tukio kumechangamka.
Chukua video, mtumie Nuvazi, mtumie Maria Sarungi, mtumie nani, na yeye aposti kule mtandaoni, watu wengine wahamasike. Ukiwa eneo la tukio usiache kuchukua video, usiache kabisa. Hapo kitu cha msingi sana ndugu zangu, kama simu yako, tunatumia simu zetu sasa hivi, hakikisha simu yako ina charge 100%. Kama unaweza kupata power bank uwe nayo. Mimi power bank ninayo tayari. Maandamano yetu, waandishi wa habari ni sisi wenyewe. Nyinyi mlishuhudia wenyewe Moi 29. Hakuna chombo cha habari chochote ambacho kiliposti kuhusu maandamano yetu, hata kimoja, ukachana vya nje. Kwa hiyo waandishi wa habari ni sisi wenyewe, watu wa kamera ni sisi wenyewe. Simu yako iwe on masaa 24, charge iwe 100%. Yaani unavotoka leo jioni unapenda kwenye hizo ibada, kwenye makumbi ya starehe, hakikisha simu yako imejaa 100%. Na usiende kwenye kumbi za starehe kwa lengo la kutafuta wanawake au kwa lengo la kwenda kulewa. Tusahau hicho kitu. Leo ni siku ya ukombozi. Katika akili yako weka kwamba leo ni siku ya ukombozi. Basi sio siku ya starehe, sio siku ya wanawake, sio siku ya vitu vingine vyovyote. Leo ni siku ya ukombozi tu. Taharuki ndio itawatoa watu ndani. Hakuna namna nyingine. Taharuki ndio itawatoa watu ndani. Kuna dada ambaye aliongea, dada fanya anaitwa Trex. Aliongea hapa akasema mtoto fanya alitengeneza bomu la nani? Bomu la barafu alitengeneza likalipuka. Watu wakakusanyana wengi sana wanashangaa, nini? Ndio kitu tunataka hicho. Tengeneza taharuki moja ambayo itawatoa watu ndani, unajua washangae. Wakishangaa tunalianzisha pale pale. Piga taharuki ambayo itamtoa kila mtu ndani. Kila mtu atoke ndani, atoke nje kuja kushangaa kuna nini kinachoendelea. Bomu la nani? Bomu la dawa ya mbu likipigwa hapa kila mtu anatoka nje. Mimi nawahakikishieni. Dawa ya mbu kilipuka, iliwaka moto ikalipuka, kila mtu anatoka, atajua ni risasi. Tutengeneze taharuki za kutosha. Leo ndio siku ambayo jioni tunamwaga oil chafu kwenye kila roundabout Dar es Salaam. Kila roundabout Dar es Salaam tumwage oil chafu. Kila roundabout. Mimi leo niko standby. Sehemu itakayochangamka nipo. Sina sehemu maalum ya kuandamania mimi. Sehemu yote itakayochangamka mimi nipo. Sehemu yote itakayochangamka mimi nipo. Na tujenge tamaduni hiyo, kama tuongeze nguvu sehemu ambayo inachangamka. Tuongeze nguvu. Ukisema sehemu fulani imechangamka, sogea toka nje kajiunge hapo. Tuongeze nguvu hadi ifike tu tuwe wengi. Kupitia wingi huo tutahamasisha na wengine. Sasa mimi nimechangamka kidogo, amwendi kuongeza nguvu, mwisho wa siku anadhibitiwa. Ukisema mimi na bomu ya machozi, toka nenda kaunga hiyo sehemu. Unga pale. Na mwingine nao ukisema bomu ya machozi napiga sehemu fulani, toka nje kaunga sehemu hiyo yenye bomu ya machozi. Tuhakikishe tunaongeza nguvu sehemu ambazo zimechangamka, sehemu ambazo watu wametoka, tukaongezee nguvu pale tuwe wengi. Na ipo hivi, tukisha kuwa wengi, tutatoa vitambaa vyetu, tutatoa makapeni zetu, tutaandika mabango, tutaingia barabarani, tutaanza kusogea mbele. Maandamano haya ni taharuki plus mabango. Maandamano haya leo ni mataharuki plus mabango. Yaani maandamano ambayo nilikuwa nasema, kuna formula ambayo nilitengeneza jana nikasema kama maandamano ya D25 ni Moi 29 jumlisha D9 sawa sawa na D25. Yaani ni mchanganyiko wa maandamano ya Moi 29 na ya D9. Ndio tunapata maandamano ya leo. Tunaanza na taharuki kwenda mbele, tunakusanyana tukiwa wengi, tunatoa mabango, tunasonga mbele. Yaani maandamano ambayo yana malengo. Sio maandamano ambayo tunaandamana tunarudi nyumbani. No. Yaani maandamano yenye malengo ya kumtoa huyu mshenzi madarakani. Kwa hiyo ni lazima tuandamane kwanza, tuwachanganye, tuwashie moto, tuwatawaje, tulindikane tuwe wengi, tutoe mabango yetu, tusogee mbele. Wakija kifujo tunapambana nao tena. Yaani maandamano ya taharuki kwenda mbele, hakuna kurudi nyuma. Ndugu zangu, kama uko mtandaoni hapa kuongea tu, alafu huna mpango wa kutoka. Kama upo huko ndani unategemea tu kuongea alafu mpango wa kutoka huna, utambue ya kwamba utawavunja moyo na utawarudisha nyuma watu wengi sana baada ya D25. Watu mkikaa ndani D25 msipotoka, mtawarudisha nyuma watu wengi sana. Mimi nahakikishia. Ni watu wengi ambao wanataka tukifeli sasa hivi basi bwana mimi naachana na nini na harakati kabisa. Alafu mtambue kama maandamano haya maandamano ya Gen Z sio wote ni kama wote hawana kazi, wote hawana mwelekeo, sio kweli. Wengine wanajisacrifice, wanasema bwana nipoteze kazi lakini acha nikapambanie hili swala. Sio kama kila mtu hana cha kupoteza. Huo ni uongo. Watu wana kazi. Mwingine anakuta na familia kabisa. Ana mke ana mtoto, lakini bado anatoka nenda kuandamana. Sasa mtu wa design hiyo msipotoka ati mkalala, unaweza kusema basi acha niendelee na maisha yangu mimi. Kama alivyoongea Mtanzania kwamba yeye anaweza akatulia zake kimya, akabaki zake Kenya, akaendelea na maisha yake. Wale wanaofanya kazi wanaweza kusema bwana sasa tu hataki kutoka, basi tuache. Mimi niendelee na kazi yangu, maisha yaendelee. Kwani tufike huko? Tusiwavunje moyo watu ambao wana nia kupambana kwa dhati kukomboa nchi. Tusapotiane kwa nguvu zote tulikomboa hili taifa. Hakuna kukomboa taifa hili zaidi ya sisi wenyewe. Tusivunje moyo mtu. Tutoke kwa wingi leo, tuzue taharuki. Na kwenye kuzua taharuki hapo ndugu zangu, hapo kwenye kuzua taharuki hapo ndio njia pekee ya kuifanya serikali ipoteze mapato. Kwenye taharuki hapo kutafanya watalii wakimbie, kwenye taharuki hapo kutafanya wawekezaji wakimbie, kwenye taharuki hapo kutaifanya Tanzania iwe na taswira kama sio nchi salama ya kwenda kuwekeza. Na kupitia hivyo serikali itapoteza mapato. Ukipita barabarani unataka kujibaka vioo, piga vioo vile pasuke. Yaani sasa hivi ni taharuki kwenda mbele. Ukifungua kaduka kako, ujikuta umefungua kaduka, ujikuta umefungua kagenge, ujikuta umefungua ka supermarket, ni kujisevia. Kumbukeni kwenye maandamano haya hakuna mtu ambaye anakuja na vyakula. Hakuna.
Atakija na kakuwa ni watu wachache sana, lakini wengi wanakuja bila vyakula. Vyakula tutavikuta njiani huko. Fungua kaduka kako, fungua kagenge kako, fungua supermarket kako, fungua kamgawa kako, tutajisevia. Ili tunalisema mapema kabisa, fungua kaduka kako, kagenge kako, mgawa kako, tutajisevia. Funga duka lako, funga biashara yako, hakuna mtu ambaye atavunja biashara yako. Na sisi tunawahakikisheni hicho kitu. Sisi tutakuwa walinzi wenyewe. Hakuna mtu ambaye atavunja biashara ya mtu, hakuna mtu ambaye atavunja nyumba ya mtu. Lakini ukiacha wazi, ukajifanya tu unapenda sana hela, unapenda sana biashara, ukafungua kaduka kako, ukafungua kamgawa, tutaingia tutajisevia pale. Hatuna vyakula, tunategemea vyakula vyenu nyinyi ambao mtafungua biashara zenu hizo. Kwa ndugu zangu, leo tutoke kwa wingi, tukazue taharuki ya namna ambayo hii nchi izungumzike dunia nzima. Dunia nzima tunavyoingia mwaka mpya wanazungumzia Tanzania. Marekani wanazungumzia Tanzania, Al Jazeera, BBC, CNN, Africa News, wote wanazungumzia Tanzania. Tukazue taharuki ambayo itashangaza dunia. Yaani nchi nzima iwake moto, nchi nzima iwake. Zile hasira zema tulikuwa nazo mwezi 29, zile hasira za kuliwa ndugu zetu zile, tuzionyeshe leo. Hamna sehemu nyingine ya kuonyesha zile hasira zetu zaidi ya leo. Nchi nzima iwake moto, washa moto, kanyumba kamjumbe pale kawashe, maduka CCM, frame yao CCM yale. Waga na mibanda yao yani kila wilaya wana maduka yao pale. Frame ya CCM. Washa moto. Majengo ya serikali, magari yao, V8 yale, Marandi Cruiser yale yote ya kupiga vibeliti, yani kuchoma kwenda mbele. Choma kwenda mbele. Yani dunia nzima ishtuke. Sema Tanzania kinaendelea nini Tanzania kule? Zile hasira zetu ambazo tulikuwa tumezundika mioyoni mwetu zile. Leo ndo siku ya kuzitoa. Hakuna siku nyingine ambayo utaipata ndugu zangu, hamna siku nyingine zaidi ya leo. Leo ndo chance pekee. Tusifike hatua watu wakaanza kudelete akaunti zao, wakaachana mapambano kwa sababu watu hawatoki ndani. Tusifike hatua hiyo. Na mtambue, tuambiane tu kweli, mtambue hicho kitu kwamba msipotoka kuna baadhi ya watu ambao watafuta akaunti zao, wataendelea na mambo yao mengine. Tusifike hatua hiyo. Kwa sababu tukifika hatua hiyo, tumemruhusu mama aendelee kuua watu kwa wingi. Mimi kuna kitu ambacho napenda kukisema kitu kimoja. Ipo hivi. Mzee wetu Magufuli tunampenda sana, apumzike salama huko alipo. Mzee wetu ndo alianza hizo harakati za nani? Za watu wasiojulikana. Yeye ndo alizianza. Lakini alizifanya kwa kiasi kidogo sana. Yuma alivyoingia akaziendeleza kwa kiasi kikubwa. Fikiria mama akitoka akamwachaba nchi ya Abduli au Liziwani. Imefikiria ataendeleza kwa kiasi gani? Maana siku zote wanapopeana madaraka anaanzia pale alipoishia mwenzake. Kama ni ufisadi anaanzia pale pale. Kama ni utekaji anaanzia pale pale. Na tukigive up sasa hivi, tukikata tamaa sasa hivi, tutawaaminisha kwamba hao jamaa ili kuwanyamazisha mbidi tuwabake, tuwateke, tuwalawiti. Kwa wataamini hizo ndio njia ambazo za kutumia. Hata kiongozi mwingine atakayekuja baada ya kutoka huyu mama akiingia labda Liziwani, ataendeleza pale pale. Ndugu zangu, tupambane. Tuacheni ujinga, tupambane kulikomboa hili taifa. Tupambane kulikomboa hili taifa. Na kwa taarifa ambazo nimezipata kule sasa hivi huko jeshini, siji usalama wa taifa kuna waka moto. Usalama wa taifa jeshini kuna waka moto. Ni fulu kutekana. Wale ambao walikuwa wanaunga mkono wananchi wale, sasa hivi ni fulu kutekwa, kupotezwa. Kwa wenyewe kuna waka moto. CCM wenyewe kwa wenyewe wanatekana, wanauana sasa hivi. Usalama wa taifa wanatekana, wanauana. Jeshini wanatekana, wanauana sasa hivi. Hata polisi wale wanaunga mkono wananchi wale, na sasa hivi wanawindwa. Mimi na marafiki zangu wawili, usalama taifa mmoja na jeshi na wanajeshi wawili ambao ni marafiki zangu nimezana form 6, wamekimbia hapo machimboni sasa hivi. Wamekimbia kusipojulikana, wanakimbia ni tekateka hii na uua. Kwa ndugu zangu, tutoke kwa wingi tukalikomboe taifa. Tusiache wa jamaa waamini kwamba kupitia kuteka, kupitia kuua, kupitia kulawiti ndio nchi inatulia. Tusiwaaminishe hivyo. Yaani tuwaaminishe kwamba wakifanya hivyo ndio wanachafua nchi, ndio wanaichafua nchi. Sio wanatutia uoga. Namalizia na kauli moja. Mambo ni mawili. Kukomboa nchi ama kukimbia nchi. Kila mtu anayo kichwani mwake. Mambo ni haya mawili. Kuikomboa nchi ama kuikimbia nchi. Kinyume na hapo tutajuta. Asanteni. Love sijua huko hapo ungepiga makofi kaka Martin. Kwanza wamejitoa kuja kuongeza nguvu, alafu watu tuliopo sehemu husika kaka zetu mulale. Si mtachekesha. Hao wametoka huko, wameacha kazi zao, wameacha kila kitu kuja kuongeza nguvu kwenye mji mkuu, alafu tena wahusika mlale. Kila siku tunapiga nondo hapa, mtachekesha sana. Karibu kaka Surprise. Yaani kwanza kabla kaka Surprise hujakaribia, kuna hii pointi ambayo Martin ameanza nayo na amemaliza nayo. Hii ni jamani, sio pointi ya kuiangalia kwa udogo. Ni pointi kubwa sana. Either tuikomboe nchi yetu au tuikimbie nchi yetu. Na hapo ukiangalia swala ni kwamba ni bora tu tuikomboe nchi yetu, kwa sababu kuna haja gani? Yaani kwa nini kwanza tuikimbie nchi yetu? Kwa ajili ya watu ambao wenyewe pia ni wakuja tu. Kwa hiyo jamani, tujitahidini tuikomboe nchi yetu. Tusikubali tukaikimbia nchi yetu. Surprise karibu. Guys huko.
Hebu andika hapa chini kama haupo. Endelea. Surprise sija naye amechekwa na lishangazi. Hapana, yuko makini kakaangu. Hataki utani. Surprise na Martin hamwezi kuniangusha kiasi hicho. Anasema ana mtu. Una mtu kaka Surprise, una mtu. Au ndo mshangazi? Una mtu gani? Mizinga. Hivyo basi katika jeshi letu kuna watu ambao watakuwa na yale mabomu ya kuyatengeneza, watakuwa na milipuko ya kutengeneza. Hii milipuko yetu wote sisi, ambaye atakayerusha asiyerusha, hii ni yetu sisi, kwa kuwa sisi ni jeshi moja na lengo letu moja ni kubwa kwenda kulipambania taifa letu. Kwa hiyo ambaye ana uwezo wa kuingia katika mapambano haya aingie akiwa na petroli, basi tuingie nazo. Mwenye uwezo wa kuingia na ufuta tuingie nao. Ufuta ni silaha nzuri sana 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 sana. Na nasema kwa sasa hivi kwa kuwa ishapita. Watu waliokuwa Manzese niliwaambia majirani mwenye uwezo wa kuleta ufuta siku ile tarehe 29 alete ufuta. Nilitaka nilimalize ile zoezi katika pale maana tulifanikiwa kuziba njia za pembeni zote, tuliacha kwenye njia kuu tu ya mwendokasi. Tungemwaga ufuta pale tungepata, maana yake tungewarudisha sarakasi. Na leo hii tunazungumza, usingekuwa hata na mjinga mmoja ambaye amepata ujasiri, askari mmoja wote asingepata ujasiri wa kuja kwetu mtaani kutuzuia, maana wangeamini hawa tunaopigana nao ni wanajeshi halisi, wana mafunzo, wana mbinu za vita. Kwa hiyo tukiwafuata nyumbani wanaenda kutuua. Unyonge wetu tulionyesha siku ile tarehe 29 ndio uliwafanya kwamba tuliporudi nyumbani kuja kutuzuru. Kwa hiyo ujasiri wetu tunaokwenda nao tarehe 24 na tarehe 25 Disemba hii ni ujasiri wa hali ya juu. Tunatakiwa tuwe nao ujasiri wa hali ya juu kiasi kwamba hata wewe mwenyewe unajiuliza, kweli ndio mimi nilofanya ile tukio? Kweli ndio mimi nilofanya ile tukio? Ule ujasiri ambao hata wao maaskari wenyewe washangae, hawa watu ni watu kweli wamesamilia kuikomboa nchi yetu. Tukiwa ile mama tunafanya maigizo, anajua kabisa hawa ni watu ngashanga, wanasonga mbele, lakini tukiwarudisha anarudi nyuma, wanaenda kukata viuno nyumbani mwao kama madensa wa Akudo. Iko kitu hatutakiwi tufanye tena. Ina maana tukisonga mbele tunaonyesha ujasiri kabisa. Askari yoyote atakayekaa mbele yetu anatakiwa asichukue amri moja, aturuhusu tuzidi kusonga mbele au atuzuie, ili sisi tumuonyeshe kwamba katika hili taifa yeye si chochote si lolote. Askari yoyote anasikia sauti hizi aamini kwamba ukizuia haya maandamano maana yake unakwenda kuhatarisha maisha yako wewe na familia. Sisi tumeshazamilia tunaenda kukomboa taifa letu, na tunajua kabisa kwenye ukombozi huu hivi ni vita. Kwa hiyo sisi hatuji kama watu wa vikoba, hatuji kama watu sijui waimba taarabu wala nini. Tunakuja tukiwa tumejiandaa kupambana na nyinyi wenye silaha. Sisi kwa namna yoyote ile tunataka tushinde. Ndugu zangu, sisi tunatakiwa tusimame kitu kimoja, tusimame tuwe na lengo moja la kukomboa hii nchi. Tusiwe na maneno, tusibaguliane, tusiseme kwamba huyu ni nani. Tunamhitaji kila mmoja tunamhitaji. Hata mamluki leo hii akae barabarani awe anatuangalia tu tunachokifanya. Akikaa mamluki barabarani angalia tunachokifanya, akijumuishwa na sisi, basi watakaopita na helikopta kupiga doria wataona waandamanaji wako wengi sana maeneo ya Magomeni Mapipa. Waandamanaji wako wengi sana Tegeta. Katika wale waliokuwa wengi, wengine watakuwa mamluki. Kwa hiyo katika haya mapambano tunatakiwa tusionyeshiane vidole. Mtu yoyote leo hii anazungumza kwamba anaunga mkono mapambano yetu, anaunga mkono Gen Z, anamkataa Samia, anakataa CCM, huyu ni mwanajeshi mwenzetu. Tunatakiwa tumkumbatie, tuende naye mbele, akatuongoze, tuende tukapate ushindi. Tusitengane, tusisemane maneno mabaya. Maneno yanauma sana. Mtu ukija kuna mwingine anapambana kwa kuwa hatujuani. Mtu mwingine anakuja tu anasema mamluki kwenye mitandao. Kile kitu kinamuumiza mtu mwingine. Ukimkuta mtu mwenye moyo mwepesi anasema basi ngoja niwaachie wenyewe wazalendo. Iko kitu tunatakiwa tukiache sisi. Tukiwa tumbakiza machache, tunatakiwa tuzungumze kwa upendo, tuhakikishe kwamba watu wote ni wamoja. Live zote zinazungumza kwamba tunaenda kuiondoa CCM na Samia. Live zote hizi ni moja za wapambanaji. Hivyo sisi tunaungana na kila wazo ambao wanasema wenzetu, likiwa na lengo la kwenda kuiondoa CCM na kusonga mbele. Umeona? Hatutakiwi kurudi nyuma. Tunatakiwa tusonge mbele kwa moyo mzima mmoja. Ndugu yangu. Komba sadaka zenu mnaendelea kuliamini. Mimi nilivyokuja kujua haya majamani mahuni haya kina Mwamposa. Ya lile Zumaridi pale Mwanza lilikuwa linatuma vijana wanapita kila nyumba zenye mageti kali, nyumba ambazo kabisa wanajua huyu mtu milioni 100 hivi, milioni 50 hivi anazimiliki. Wanapita wale watu usiku wanafukia kwenye mageti, kwenye mageti pale wanafukia vichwa vya mbuzi. Hii nishaiongea sana hapo. Wanafukia vichwa vya kuku, wanafukia vichwa vya mbuzi kabisa vyenye nyama, sio mafuvu. Alafu anakaa kama mwezi, vile vitu kama vinaozeana. Alafu linakuja Zumaridi lenyewe. Leo nimeona nitembee kwa mtaa, niwafanyie maombi. Bwana amenena nami.
watu mnateswa na kulogwa, mnaharibiwa biashara zenu. Likifika kwenye nyumba ili najua kabisa hapa lilishafukia, lina kitambaa linajifuta muda wote, jasho limejashuka, linaongea, lina hema, fukua hapa, Bwana amenena nami, piga hapa, fukua. Anakuambia wewe mwenyewe ufue. Kweli bwana, unafukua unakutana chuvu la kichwa. Unarogwa. Wameona una nyumba nzuri. Wanaona una nyumba nzuri. Yawezekana mambo yako ni mazuri. Sasa hivi yameanza kuharibika kwa sababu ya uchawi. Toa sadaka kujimaliza. Fungu la 10. Njoo kanisani kwangu. Yaani unaibiwa. Yaani unazidi. Yaani unaliamini lizumaridi maisha yako yote. Toke hiyo siku mchungaji yeyote akija kukuhubiria unaona ni mzushi tu. Yaani wewe akili yako inacheza lizumaridi. Ndio yanavyofanya yale majinga. Ni matapeli, myepuke, mgomandie nchi. Hivi angalieni kama kipindi kile watu kwa juzi hapo kwa Mwamposa walivyokuwa wanatoa ushuhuda. Wajinga. Majitu yako tayari yakanyagane eti anakanyaga mafuta ya upako. Kuliko kukanyagana kuikomboa Tanganyika yao. Ili wapate wanda, ili mali zao zisiibiwe, ili wazee na watoto watibiwe bure na wapewe mshahara au pensheni kila mwisho wa mwezi. Kwa sababu nchi ina kila kitu. Tuna uwezo wa kusema kila mzee mwenye miaka 60 kwenda juu, kila mwisho wa mwezi aingiziwe hata 300,000. Kila mtoto mwenye miaka 10 kuja chini, kila mwisho wa mwezi aingiziwe 200,000. Hiyo inasaidia nini? Hiyo inatusaidia sisi vijana tunaojitafuta, kujitafuta kwa ajili yetu sisi. Tunasaidiwa na serikali kulea watoto wetu wadogo na kulea wazee wetu wazazi. Ili sasa sisi tujitafute kiuchumi, tujiimarishe kiuchumi. Wewe unakuwa busy kwenda kukanyaga mifuta ya Mwamposa. Unatoka huko. Bwana, mimi ninatamani. Tena wanawake mimi nataka mwanaume mwenye gari, mwenye manyumba. Wanawake dada zetu mnisamehe. Mimi ninataka. Kuna mmoja akasema anataka Msukuma, nadhani kapata Tanzania. Mshangazi wa Mwamposa, umesikia? Amesema namtaka Msukuma. Mimi sio Msukuma, mimi Mkuria. Unasikia? Mimi nilimwona bibi yule. Unasikia? Amakomba. Kuna limoja hilo nililisikia. Mimi bwana, mimi baba, ninataka mwanaume. Dada kabisa piskali. Ninataka mwanaume mwenye manyumba, mwenye magari, mwenye mabiashara, mwenye mahera. Uliza yeye ana baiskeli. Anamiliki nini yeye, vitu vyote. Kumbe baba yake ni fundi baskeli. Kumbe baba yake anauza askrimu. Kumbe baba yake anaokota makopo. Kumbe baba yake ni mkulima wa shamba huko. Yaani kwao ni wakini pa kunanuka. Alafu linakuja eti mimi ninataka baba mwanaume mwenye manyumba, mwanaume mwenye magari, mwanaume mwenye mang'ombe, mwanaume mwenye mashamba, mwanaume mwenye kila kitu kwa mamake. Komboa nchi upate ajira, mjinga wewe, usikae akili yako kategemea. Yaani tumetengenezwa akili hiyo tegemezi. Asanteni sana. Jamani, tuendelee na zoezi. Asante sana kaka Tanzania, umeongea vitu vizuri, kila mtu kaelewa. Jamani, hii ni mwendelezo kwamba kesho, yani taharuki inaanza leo, ni kwamba tutoke kwa wingi. Nadhani nondo zimewaingia. Umaskini ni mbaya. Umaskini ndio unakufanya uweke kabando, sijui ka budget, sijui umekaweka kabuku, sijui bukumbi unakangalia mara 3. Umaskini unafanya watu unakunywa soda unaiangalia. Wenzio wanakunywa kwenye glasi wewe unaiangalia ukipiga mpaka nashindwa kumaliza jamani. Nista kuongea sana. Jamani, tuendelee na kwenda kucomment kule Instagram ama nista kuongea sana. Umaskini ila ni mbaya sana. Ni mbaya sana. Mimi nachukia sana kumsonyulia mtu. Ni bora akuheshimu. Yaani ukimheshimu atakuheshimu. Watapiga yoye ndani humo mpaka wasipookolewa ndo kwa heri ya kuonana. Mtulie ndugu zetu, alafu mzani tutawaacha salama. Chomeni hayo majinga. Chomeni manyumba yao. Mangine ananijia DM. Eti wewe ukae huko Kenya, usirudi nchini na tutahakikisha Ruto ametukabidhi mpaka uje. Yes, sikilizeni bana. Ruto ana elimu. Yaani elimu ya Kenya msilinganishe na hiyo elimu yetu hapo ya matutusa hiyo ya kina Baba Levo. Ruto hawezi, kwanza Ruto anifahamu na hawezi kunikabidhisha kwenu na hana mahusiano mazuri na nyie. Ndio maana aliwatumia hapo makamu wa rais, hakuwapongeza Ruto. Ruto anajua, Ruto anafuata katiba. Anajua jenzi wakoje. Mnanitishia. Kuja hapa mnakuja mnaumiza watu. Lingine linakuja hapa linaandika eti kataa maandamano. Tumeenda kwenye profile yake, sura mbaya kamimeliwa na mchwa. Lina maisha magumu. Sijui livuvi. Ila CCM ina watu wamechoka.
Nyumbani pale ninalo limoja linaitwa Chacha. Limechoka ni kuvuta masigara muda wote. Yaani ni mijinga tu. Kitu la maana kweli bebo kwenye road. Uwe mtu wa maana kweli ubebo kwenye trekta kama mahindi yanatolewa shambani. Kama mbolea inapelekwa shambani. Asanteni sana jamani. Ni hivi tunakuja ni choma day. Tukukute kubabaki. Tukukutu nakata mauno ba. Tukukute sijui guest. Mama ya. Utatuambia hizo nyenge. Upiru na utoa wapi? Watu tuko barabarani wewe unakata mauno guest. Tutapita kila guest kusalimia. Tuwakuteni sasa nyi wazinzi wakubwa. Guys, kuna huyu mtu anaitwa Mafyele. Mafyele bwana, yeye ndio Mungu wa Tanzania. Hivi Mafyele ndo anaamua Mtanzania yupi aishi, Mtanzania yupi afe. Mafyele wewe mwenyewe unaogopa. Mafyele, ungekuwa uogopi kifo wewe, usingeishi pole. Ungekuwa hutuogopi wa Tanzania, usingeishi pole. Yaani ungeenda kuishi nyumbani kwako liko chini. Sawa Mafyele. Alafu hii mipira mnayopasiana ya kuzulumiana hii, mara mkuu kapewa shingapi, mara hela zake hajapewa. Huyu katumwa kafanya kazi, sijui nini na nini. Ni dalili kwamba Mungu anakwenda kuwaumbua shuna. Hebu ona, umetumika kuua Watanzania, bado unatumika kuteka watu, lakini hauishi nyumbani kwako. Unalipwa pesa nzuri lakini hauenjoy maisha. Hauenjoy. Sasa wewe ni wakwenda kuishi Central Police. Sasa wewe na hao ambao unawafungia kuna tofauti gani? Tena ukute wewe ndio unateseka zaidi pamoja na kwamba wao unawapiga nini, lakini wewe unateseka zaidi. Badala ya kuenjoy na familia yako, umepeleka familia huko South Africa. Alafu wewe umeendelea kudinya malaya hapa da. Una akili kweli. Sasa genzi, sikilizeni niwaambie. Nyumba ya Mafyele tunaifahamu. Nyumba ya Mafyele inajulikana iko. Hakikisheni tunafanya kitu. Mafyele na Mulilo hawaishi nyumbani kwao sasa hivi. Sasa hivi hawaishi nyumbani kwao. Kwa hiyo tarehe 25 tunafanya kuambia kwamba tupo. Dozi kwa wasanii imeenda sawa sawa. Inaenda. Endeleeni. Hakuna mtu kumfuatilia msanii. Yaani tuwatupe kwenye dustbin huko. Mazima. Msanii wetu ni Nay wa Mitego, msanii wetu ni Rosalie, wasanii wetu ni kina Rose Ndauka, tunaye Lukamba, Wakazi pia tunaye. Hizi takataka nyingine hizi tuhakikishe kwamba zinafaidi hela ambazo walizipata kipindi cha nyuma. Sio mpya. Tarehe 25 sio kinyonge. Na vituo vya polisi lazima tulina. Vituo vya polisi hivi ndio vimemwaga damu za ndugu zetu sana. Lazima tudilina. Na polisi wachague wanalinda familia zao pale nyumbani au wanakwenda kumlindia kutulinda si waandamanaji. Lazima wachague. Lazima. Yaani tuhakikishe kwamba familia zao waziishi kwa amani. Tuhakikishe tunafanya kitu. Vitani kuua sio dhambi. Hii ni vita. Kuua vitani sio dhambi. Lazima tulielewe. Tumeshaongea sana. Huyo Mafyele akishatoka hapo akishaweka bunduki chini, mchumba tu huyo hana lolote. Akishaweka hiyo bunduki chini hana lolote. Hawa askari wote jeuri zao ni bunduki. Ndio jeuri yao. Wakiweka chini hawana lolote. Hawawezi pambana na raia. Wameshindwa kupambana kwa hoja. Kulumbana kwa hoja, serikali imeshindwa. Imeamua kutumia polisi sasa. Hawa polisi CCM wanatakiwa wafahamu kwamba sisi tunachokidai ni haki zetu na sio zetu tu na za watoto wao. Lazima watambue hili kwamba haya maumivu wanayotutengenezea sisi wanakosea sana, wanakosea. Katika watumishi wa hii serikali nyinyi ndio mnaishi hovyo. Ikishafika mwisho wa mwezi kimshahara chake hicho shuki 5,600, ana madeni zaidi ya 400,000. Anaenda kulipa pale kwa mangi. Mmepigwa laana mpaka vizazi vyenu. Mtoto wa polisi ambaye unamkuta ana dira na anafanya vizuri ni yule ambaye baba yake alikuwa mwadilifu au mama yake alikuwa mcha Mungu. Nje ya hapo ni takataka tu hizi. Suni tutaanza kuokota mizoga ya polisi na familia zao. Huyu Mungu sio mjomba wenu. Si mnaona mmeshaanza kuwa vichaa baadhi yenu? Mungu sio mjomba wenu. Huyu Mungu ni Mungu tu. Kwa hiyo hii michezo ambayo mnaicheza sasa hivi kwenye vituo vya polisi, kutesa raia, mnateka watu, mnawapeleka gerezani, mnajiamlia. Simbachawene huu ujumbe ukufikie. Ni heshima kwako ukajiuzuru. Ni heshima kubwa sana ukajiuzuru. Kuliko upumbavu huu unaofanyika katika jeshi la polisi. Kuliko ujinga ambao mnaofanya. Jeshi la polisi ni vyema likajiuzuru. Samia, wewe bila polisi sio chochote wewe bila polisi. Lakini hii laana ambayo unaitengeneza itakula mpaka kizazi chako cha mwisho. Umeona huna amani sasa. Hata kutoka nje maskini kuongea na watu ambao wamekuchagua, hao ambao unasema wamekuchagua, huna amani. Watu milioni 32 wote si wanafaa kukupigia makofi, sababu hii nusu iliyobaki ni watoto ambao hawaendi uwanjani. Kama ni milioni 32 na maana ni Watanzania karibu wote, sababu watoto ni wengi ambao wanabaki. Samia, utaishi kwa tabu sana. Na hao watu wako unaowatumia kuwa raia kina Mafyele wewe utoboi mwakani. Utoboi. Hii na kugarantii Mafyele utoboi. Watoto wako wanakwenda kubaki yatima suni. Utoboi. Msituone sisi kama wenda azimu, msituone sisi kama vile ni mandondocha yenu.
Msituone tunaongea kama vichaa, tunaongea tukiwa na maumivu. Mnajua mitego mlioniwekea ofisini kwangu pale ambapo palikuwa na ofisi yangu nyumbani. Mnaniwinda kila ninachokifanya mpaka watu wangu wa karibu. Lakini mwisho wa siku lazima mjue kwamba hii vita mnayoitengeneza itaumiza wewe. Itaumiza wewe. Hatolia wazazi wetu peke yao, watoto wenu watalia. Tarehe 25 tunaingia. Hakuna maandamano ya amani Afrika yalifanikiwa. Mataifa yenyewe ya Ulaya ambayo yana jeshi la polisi, yana majeshi ya wananchi ambao wapo wanayalinda maandamano, wanatazama wananchi, wanawalinda usalama wao, wameshindwa kufanya maandamano ya amani. Mataifa yenye majeshi, achana na sisi ambao ni yatima, hatuna jeshi la polisi, hatuna bunge, hatuna rais. Tunafanya maandamano ya amani kwa faida ya nani? Ukiamka angalieni kituo kilicholegea, nendeni kama ambush. Jana 200 mlifanya kazi nzuri sana Ubungo. Kazi nzuri sana. Goba kule mlifanya kazi nzuri. Serikali za mitaa hizo zote ni za kupiga moto. Huko ndiko ushenzi unakozaliwa. Hatuwezi kuwa wanyonge tena. Yaani tarehe 25 sisi tunaanza tarehe 24 usiku. Tunahakikisha kwamba kama una familia ya polisi hapo jirani unafanya. Hisi ni vita. Nyinyi si mmetutangazia vita. Tunaenda. Vitoka hapo ni vitoka vya polisi, ni serikali za mitaa, ni mahakama. Yaani hivyo. Lazima tufanye. Kama TRA ya Kimara imekaa vizuri sana ile ni sekunde tu mnaimaliza. TRA tunatafuta pesa kwa ngumu, mwisho wa siku wanakula na familia zao. Alafu wanafanya mipango ya kutuua. Hatutokubali. Safari hii tumeamua. Si ni vita. Kwa hiyo kama ni vita, ufe wewe nife mimi. Lakini ni vita. Na sisi nataka niwahakikishie kwamba Mungu yuko pamoja na sisi. Watanzania, Mungu yuko pamoja na sisi. Hii vita imeshaitwa vita. Hakuna maandamano ya amani. Hii ni vita. Vijana fanyeni vitu. Na mimi pia ni kijana mwenzenu, dada yenu mimi, na mimi jana wa zamani. Yaani tupo pamoja. Si mnanielewa mimi? Mstari wa mbele. Tuko pamoja. Nimeshapona ule mguu ambao waliniumiza siku ya maandamano. Tunataka haki. Hatuombi, tunaitaka. This is our country. Tunataka haki. Mtaitoa mnataka? Hamtaki. Haki mtaitoa. Tunaitaka nchi yetu ambayo mmeikamata, mmeiteka. Tunaitaka nchi yetu. Genzi, lazima tufanye. Tumebakisha siku 2. Tufanye maandalizi ile ya tarehe 29 iwe ile ni ya top. This is our country na mali zote zilizoko hapa ni za kwetu. Shara. Matatizo yanakuja polisi wakianza kushughulikia siasa. Huko nyuma tulipokuwa tunapata cases hizo za public interest, mahakama ilikuwa inashirikiana na polisi kupanga watu, na wakija wengi wanazungumza nao kwamba sio kwamba tunawazuia msiende kusikiliza kesi, sababu ni kwamba hakuna nafasi ya kutosha. Kwa hiyo taruhusu watu kiasi fulani wataingia, wengine labda mtakaa mahali. Ndio ilikuwa inafanyika hivyo kwa kushauriana. Hapa ikaonekana ni mapambano, sio kushauriana. Ni kwenye geti imezuiwa wasiingie, wala hujui kama kule kuna nafasi ama hapana. Ni kuzuia. Na walivyokuja polisi hawakuja kwa njia ya amani. Maana unakuja unashughulika na hili, uje kwa amani. Ukiona iliyotokea tarehe 24 na tarehe 28, walikuja kwa mtindo wa vita. Uko kwenye uwanja wa vita, umejiandaa, una silaha, una magari mengi tu, askari wengi sana. Kwa hiyo una bunduki, una marungu, umevaa helmet, una mbwa, una farasi. Yani atmosphere ile ni kama uwanja wa vita. Hapo ndio tulifanya kosa la kwanza. Ingewezekana kabisa kusema hapa ni kweli hakuna nafasi ya kutosha, watakaoweza kuingia hawa wengine, ama wafanye utaratibu mwingine. Na nadhani technology sasa imeendelea, wangeweza hata kuwa na screen mahali fulani wakasikiliza. Lakini inaonekana kama mapambano. Kwa hiyo kwa upande wa serikali wanaona ni kulinda amani. Kwa upande wa Chadema wanaona hii ni kuonea, na kila mmoja amechikia upande wake. Nadhani hili la kesi hiyo kuna misingi, maana sijui
Maana wakati wote huwa uamuzi ni wa mahakama, lakini hapa inaonekana uamuzi ulikuwa wa polisi. Turudi kwenye taratibu za kawaida, Lakini ilikwenda mbali zaidi, na hii inasikitisha kidogo, kwa sababu ndio inapandikiza mbegu ya vurugu ya baadaye. Siku hiyo kuna wananchi walikamatwa na polisi pale pale Kisutu, wakawekwa kwenye magari, wakachukuliwa na polisi. Mambo ya kawaida, ungetegemea wanapelekwa kwenye police station. Hawakupelekwa kwenye police station. Baadaye wamekuja kutoa maelezo. Wamezungushwa sehemu mbalimbali, wengine wamekwenda kutupwa kwenye msitu sijui wapi, Mabwepande. Wameumizwa, wengine wamevunjwa miguu, vunja mikono. Polisi, yani pamoja na yote yale kwamba imeonekana wanatia watu kwenye magari and so on, wanawachukua, wanasema hakukamata watu, na wanataka waaminike kwamba hakukamata watu. Lakini ni kwamba hawa watu wamekuja wamezungumza, na waliozungumza pamoja na polisi kusema hakukamata watu, waliozungumza hakuna kwa upande wa polisi waliokana yaliyotendeka. Polisi wanasema walikamata wawili tu, viongozi wa Chadema. Maana mimi sijui wanatumia sheria gani kwamba hawa walikuwa njiani kwenda mahakamani, Heche na Munyika. Heche amekamatwa Saranda Bridge, kuna police station pale Saranda Bridge, amekamatwa pale saa 2 oso asubuhi. Hakuonekana siku nzima, wanatafuta yuko police station gani, haonekani. Yeye mwenyewe anatoka, niliona kwenye press conference yao ile, ameeleza kwamba alichukuliwa, wakazunguka, kaenda Ununio, Mbweni, wapi, yuko kwenye gari tinted, hapati maji, hapati chakula, wanazunguka siku nzima. Mwisho anakwenda Oysterbay police station, na huko hateremshi, yuko kwenye gari. Baadaye wanasema mrudishe nyumbani kwa maelezo yake. Anasema anaelekea huko, anaona anapita sehemu, mpaka tena wamekwenda Mbweni. Mbweni ndio sijui wasaidizi wake wameweza kukimbia, karazipo polisi wamerudi mpaka Kunduchi, kituo kidogo cha polisi. Ndio anamwambia aenda atoe maelezo. Aliyosema yeye akasema yeye atoe maelezo. Basi wakasema tunachukua particulars, wakamwachia. Ametoa maelezo haya, polisi hawajaakana. Unamchukua mtu, sisi ni wanasheria wa zamani,
hatujui utaratibu wa siku hizi. Tulivyokuwa tunaweka na polisi, ukimkamata mtu unampeleka police station, unamchaji. Haikuwapo unamkamata mtu siku nzima, unazunguka naye kisha unamwachia bila kumchaji. Sijui ni sheria gani inatumika hiyo. Na Mnyika naye ana the same story. Polisi hawajakana. Na wanataka wananchi waamini. Na haya yote yalizungumzwa, hakuna kitu. Nasema hii kwa upande wa polisi. Nilisema 2020, nilisema 2024, tuache kuhusisha vyombo vya ulinzi na usalama kwa shughuli za kisiasa. Tuache waendelee na shughuli zao, watakuwapo katika shughuli za kisiasa, watakuwapo, lakini wasiwe wao ndio wanaamua haya mambo. Itakuwa lakini ukiona hata kesi yenyewe wanabishana. Nadhani serikali imeomba, sisi kama ni serikali imeomba kwamba kesi iendeshwe kwa mtandao. Wameomba. Sasa wanabishana na utetezi. Nadhani ni lini mahakama naamua? In a few days time. Lakini ukiona kilichotokea ni kwamba ni kama mahakama inaanza kuingiliwa. Siku chache zilizopita nilikuwa naangalia proceedings za bunge. Hakuta mwanasheria mkuu anazungumzia matumizi ya mtandao na kudefend matumizi ya. Hii kesi iko mahakamani. Kesi iko mahakamani. Mwanasheria mkuu anakwenda kuizungumzia kwenye bunge. Kisha nikamwona waziri wa mambo ya ndani na akieleza hasa sababu kwa nini wanataka kesi hii ifanywe. Kwa sababu kumleta Tundu Lissu kutoka kwa ni kama maandamano, kuna viashiria uvunjishwa. Kwa hiyo ameeleza kutetea kwa nini kesi ile iendeshwe kwa msingi kwa mtandao. Lazima ujizuie. Kesi iko mahakamani, usizungumzie. Hata kama angeulizwa mwanasheria mkuu, kama ni swala lilikuwa ameulizwa, angejibu tu hili liko mahakamani, tusilizungumzie. Yeye amezungumzia. Maana yake ni nini? Ni kwamba serikali inatoa pressure, na katika hali hii ya uoga inawezekana hata mahakama ikasita, na ikifanya uamuzi inawezekana watu wasiamini imefanya uamuzi ule independently, kwamba kumekuwa na pressure. Amezungumza mwanasheria mkuu, amezungumza waziri wa mambo ya ndani. Mimi nasema iko huko mahakamani. Ya msingi unapoendesha kesi ni kuona haki inatendeka. Kwa hiyo vyote vile watakavyoamua huko mahakamani, watakavyoendeshwa, ionekane haki inatendeka.
na haki sio upande wa serikali tu. Utaratibu wowote utakao tumika uwe ni wa haki, serikali ipate nafasi yake, mtuhumiwa apate nafasi yake. Na sheria zetu sijui kama zimebadilika. Kwa makosa makubwa, mtu akishtakiwa kama hana uwezo wa kuajiri wakili, si serikali inamlipia? Lazima apate wakili. Apate wakili. Na yule wakili awe na nafasi ya kushauriana na client wake. Kwa kesi kubwa kama hizi, kama mshtaki mtu kwa uhaini, ujua akipatikana na hatia ananyongwa. Kisha nasema uwe na utaratibu, yeye awe ni observer, yuko gerezani, kesi inafanya mahakamani, hayuko pale ambapo anaweza kushauriana na wanasheria wake. Ni lazima haki ya mshtakiwa izingatiwe. Sasa kama mnataka kama sio mahakamani, basi mahakama iende ifanyiwe magereza ili wote wao pale. Lakini haya yote yanaonekana ni kisiasa. Sasa tukiendelea hivi, tunaweza kuingia kwenye vurugu na amani yetu ikatetereka. Mimi na mzee Butukuru tulikuwa tumefikiria mambo ya kushauri. Sema nchi iko katika matatizo, na ni matatizo makubwa. Viongozi wa nchi waone uzito wake na wachukue hatua. Bado tuna muda wa kuweza kuzungumza tukafikia mwafaka. Hatujaanza process ya uchaguzi. Itaanza baada ya bunge kuvunjwa. Kwa kipindi hiki tunayo nafasi ya kuzungumza tukafikia mwafaka. Na haya mambo sisi tulikuwa nasema kama ni kurekebisha dosari zilizotokea 2019, 2020, 2024, tunao muda, kwa sababu ni mambo ya kanuni. Kanuni hazihitajiki kwenda bungeni. Tukikubaliana kanuni hizo zinaweza kubadilishwa. Tufikie makubaliano. Tusiende kwa mapambano. Tukienda kwa mapambano tutapata madhara. Kwa hiyo tulikuwa nasema rais achukue jukumu. Rais achukue jukumu. Haya matatizo yalianza awamu ya 5. Alipokuja Rais Samia alichukua hatua, maana shughuli za kisiasa zilikuwa zimefungiwa, uhuru wa maoni ulikuwa mzuia. Akachukua hatua, akakutanisha vyama vya siasa, vikazungumza mpaka tukafika kwenye mapendekezo ya mkadala. Nchi ilikuwa imetulia. Sasa yanazuka haya. Bado anaweza kuona uzito wa jambo hili na kwamba maridhiano kahiri ni muhimu. Naweza kawaita hasa wanaohusika, serikali, CCM, Chadema, wakae tofauti zao, kila upande ukubali kwamba inawezekana waache msimamo wao kwa kiwango. Kwa upande wa serikali, kwa upande wa CCM, kwa upande wa Chadema, waone tunafikia makubaliano gani ili tunakwenda kwenye uchaguzi bila matatizo. Tusipofanya hivyo, haya tuliyoyaona sasa hivi yataendelea. Sasa hivi kuna watu wanaodai wameumizwa kwa sababu ya mambo ya siasa. Tutaendelea kufika, kampeni imeanza. Serikali itasema
polisi wasimamia amani, wadili na yote anayetaka isabu amani. Chadema wataendelea kusema no reform, no elections. Katika kampeni hiyo aina hiyo kutakuwa na migongano, na migongano hiyo inaweza kuleta madhara kwa wananchi. Ni muhimu kama taifa tukakaa pamoja, tuone tuwezaje kuepusha. Sisi tunaamini wakikaa muda tunao, kukiwa na political will, tutapata solution. Na tulikuwa nasema watakapokutana wawe na watu wa kuwashauri. Na kwa mawazo yetu tulikuwa tunafikiria viongozi wa dini wanaweza kusaidia katika mazungumzo haya. Tulikuwa tunafikiria wachukue viongozi wa dini wachache, 3, 4, 5, wanakaa nao, watakuwa wanazungumza. Viongozi hawa watakuwa wanaweza kuwashauri, labda hapa mfanye hivi, na inawezekana. Mimi na experience ya aina hiyo. Mtakumbuka baada ya tume ya mabadiliko ya katiba kufanya kazi yake, nilitakiwa kwenda kutoa taarifa bungeni. Nilipofika bungeni siku ya kwanza, sikuweza kuitoa ile taarifa kwa sababu wabunge walikuwa wamegawanyika, na fujo iliyotokea pale ikanizuia kutoa ile taarifa. Kwa hiyo wakaamua wakutanishe pande mbili zile, wakawakutanisha, lakini wakachukua viongozi wa dini wachache. Wale ndio waliwasaidia kufikia mwafaka. Na tunaamini kama viongozi wa kisiasa wakakubali kukutana, wakawa na watu wa kuwashauri, inawezekana tukafikia mwafaka, tukakuta tunakwenda kwenye uchaguzi, vyama vyote vinashiriki, wananchi wote wanashiriki, na tukatoka salama. Tusipofanya hivyo, tutakwenda kwenye uchaguzi ambao tutakuwa tumegawanyika, viongozi wamegawanyika, wananchi wamegawanyika, na chochote kinaweza kutokea. Kwa hiyo msimamo wetu bado tunaamini dawa iko kwenye meza ya mazungumzo. Sio mapambano haya ya lugha hizi ambazo ukiona lugha zinazotolewa pande zote ni lugha ambazo zinagawanya taifa. Hayo ndiyo tulikuwa nasema. Unajua haya mambo, nilipokuwa nasoma Tabora School mwaka 62 kwa Tabora School, padri mmoja kutoka Kongo alitembelea shule yetu. Mkuu wa shule fanya mipango azungumza na sisi wanafunzi kutueleza hali ilivyokuwa Kongo wakati ule mwaka 62. Padri yule akatueleza vurugu iliyokuwa Kongo na wimbo wa uhuru, tumepata uhuru, wanafurahi tumepata uhuru, na nyimbo zingine zilikuwa very famous. Kulikuwa na mbogani India pada chacha na enda wanazungumza, lakini kuna vurugu, imekuwa vurugu kubwa kabisa kwa wananchi wa kawaida. Anasema walipo zile wanaona fujo, na huku na wimbo wa uhuru, wenyewe wakatafasiri maana ya uhuru ni fujo, uhuru ni vita. Padri anasema wananchi Kongo wanauliza uhuru utakwisha lini? Sasa na hapa sisi tunaimba democracy. Nasema kila kitu democracy. Lakini tunayofanya
yanawagawa wananchi, yanaleta mambo ambayo yanaleta woga kwa wananchi. Watu wanatekwa, watu wanapotea, na haya mambo haya wananchi wanakuwa na woga. Sio kama tuliona hiyo. Naomba tusije tukafika wakati mwananchi akaanza kuuliza demokrasi itakwisha lini. Asanteni.